Huyu jamaa kwa sababu ni mtaalamu wa kuigiza, alifikiri kuigiza filamu ya maisha ya Yesu, na inawezekana Mungu aliweka kwenye wazo hilo aliweka nguvu yake, kwa sababu aliwaza jambo jema hata kama alikuwa ni mpagani. Huyu jamaa kwa kuwa yeye alikuwa si mwokovu, ni mwigizaji tu, lakini mtu maarufu, aliweza kusoma kitabu cha Luka mara 20. Kitabu chote cha Luka kutoka moja mpaka mwisho alikisoma mara 20. Huyu Brian aliandaa watu wa kuigiza ile filamu ameigiza mara 2. Filamu ya mara ya kwanza ilikwama kwa sababu watu walikufa kwa ajali wakati wanakwenda kuigiza. Kwa namna nyingine shetani hakupenda kutekeleza kwa ule mpango mkubwa. Labda niseme Brian amezaliwa kati ya mwaka 1923. Kumbe ni mtu mzima kuliko baba wa taifa huyo, kwa sababu amekufa 2005 akiwa na miaka 82. Na kipindi chote hicho hakuokoka, aliendelea na filamu zingine, ila siku alipoumwa Mungu hakumwacha, aliamua kuita wamletee filamu aliyoigiza. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Alama Global popote ulipo duniani. Naam, leo ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena tuko hapa kujadili na kuzungumza katika kipindi hiki kizuri ukipendacho cha Kiti cha Busara. Leo tumetembelewa na mgeni ambaye atajitambulisha hivi punde mapema kabla ya kuanza kipindi chetu. Mimi mwongozaji wa kipindi hiki naitwa Prince Boniface Nandonde, ambaye nitakuwa nawe mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibu baba yangu kipenzi. Asante sana, nashukuru. Naam, wapenzi watazamaji wa Kiti cha Busara wangependa kukufahamu unaitwa nani, lakini pia kwa kifupi tu nadhani itakuwa vizuri zaidi kwa sababu wengine aidha ni mara yao ya kwanza kabisa kukuona. Ni kweli mtangazaji. Kwa jina mimi naitwa Apostle George Monela wa huduma ya Penuel Miracle Center Tunduma. Naam, ni mchungaji na mtumishi wa Mungu. Unatokea huduma ya Penuel Miracle Center. Naam, ndugu mtazamaji, tunayo mada hii leo hapa mezani nayo tuumiza vichwa kidogo kuhusiana na yule aliyewahi kuigiza filamu ya Yesu. Na nimemwita mchungaji na mtumishi wa Mungu, nina maana kubwa kwa sababu hoja hii inamuhusu sana yeye. Kwa hivyo ningependa tuzungumze kwa kina kuhusiana na mwigizaji huyu wa filamu ya Yesu. Mtumishi wa Mungu, mwaka 1979 tuliona filamu ya Yesu ikiigizwa na kuruhusiwa kuanza kutizamwa katika vyombo mbalimbali vya habari, lakini kutumika rasmi katika masuala maalum ya kikanisa, kuhubiri Injili na kusambaza habari za Yesu kwa njia ya video. Tunatamani kufahamu kuna uhalisia wowote wa picha hii ambayo filamu hii ambayo watu wengi wameamini kwamba wameamini Ukristo, lakini pia wameamini ile filamu kama ni Yesu mwenyewe. Labda una lipi la kutuambia kuhusiana na filamu hii? Je, ni halali kuendelea kutumika kama Yesu au si halali? Lakini pia je, filamu hii imeleta matokeo au imeleta madhara kwa Wakristo duniani?
Ningejibu swali hii kwa namna hii au hoja hii kwa namna mbili. Moja, aliigiza kwa maana nzuri ya kufikisha ujumbe wa Kristo. Kwa hiyo si vibaya kuitumia kama somo, lakini si kwamba ni halisi kwamba ila aliyeigiza ni Yesu mwenyewe, kwa sababu wakati wa Yesu hakukuwa na vyombo na hakuna aliyewahi kurekodi mahubiri yake, kuzaliwa kwake, kwa sababu hata maandishi yake yameandikwa baada na waliokuwa wanafunzi wake. Kwa huyu ni mwigizaji, lakini si vibaya kuitazama. Ndo maana inaitwa filamu ya maisha ya Yesu. Kwa hiyo kuitumia sasa kama ndiye Yesu mwenyewe ama kutumia zile picha kama Yesu mwenyewe, hilo ni kosa lingine. Yaani kwa kuamini ndiyo Yesu mwenyewe. Kuna watu wamemchukulia kama ndio Yesu, wakiona picha ile wanasujudia, wanapiga magoti, wengine wanavaa shingoni kwa maana kwamba inawasaidia. Ukifanya hivyo naabudu sanamu na inaingia kwenye kosa. Lakini mwigizaji hakuigiza kwa maana watu wafanye hivyo. Jambo la pili ni kwamba imesaidia kuwaleta watu kwa Yesu. Zamani hata sisi wakati zinakuja kwa njia ya sinema na wazungu, hususan wa Katoliki, ndo walikuwa waeneza sana filamu ile. Nakumbuka kwa mara ya kwanza zimekuja jijini kwetu, watu walilia, tuliamini kwamba ndio Yesu mwenyewe. Lakini pelekea watu kuokoka, wanapona Yesu anapigwa misumari ya kila tukio, watu waliamini ndio Yesu mwenyewe. Kwa imeleta watu wengi sana kwa kumwamini Yesu. Labda niishe hapo kwa maelekezo hayo mafupi. Tumeona picha sio filamu. Sasa tumeona zikitoholewa na kuwa picha ambazo pengine kwenye baadhi ya makanisa zimewekwa kwenye makanisa, na najaribu kuwaza tu tafsiri yake ni nini, ikiwa watu wanatazama picha ile ambayo imewekwa katika moja ya ukuta wa kanisa na inaleta maudhui gani? Ikiwa Yesu huyu kungekuwa na athari gani kama angehubiriwa tu pasipokuwa na kuweka picha ambayo sio halisi ya Yesu, ile picha ya mtu aliyeigiza kama Yesu? Haichukuliwi kama kwa namna fulani moja ama nyingine inaweza kufuru? Labda kwanza tungetaka kujua mwigizaji alikuwa na uhusiano gani wa kiroho. Tungeweza kumfananisha na kina Petro, tungeweza kumfananisha na kina Andrea, kina Mathayo, basi ingekuwa bora sana kuweka picha ya kina Petro, kwa sababu ndio watumishi wa Mungu halisi na ndio walioachiwa kazi na walifanya kazi hiyo. Lakini kuweka picha ya yule mwigizaji kabla tujaanza kumsema yeye na kuaminisha watu ndiye Yesu na nimeona kuna baadhi ya makanisa wanapitisha msalaba ukiwa na picha ile na watu wanabusu wakiamini baraka, wanaingiza kwenye nyumba zao. Hiyo ni kufuru. Sasa maandiko yanasema usiabudu kitu chochote cha kufananisha, kiwe cha kuchonga, awe binadamu, kwa kumfanya kuwa badala ya Mungu, ni kukufuru na ni dhambi, ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo, lakini kama imewekwa tu kama pambo, yaani kuna kuweka kama pambo
kwa namna vile alivyoigiza, alivyokaa kama wale walioigiza kama wanafunzi, yani kama pambo, si kwa maana kama role model wa mtu fulani. Yes, si vibaya, yani kama pambo. Kwa hiyo unaweza kampenda mwigizaji yote kile ameigiza nini, ameigiza mambo mazuri, jambo zuri, lakini si kwa maana ya kulichukua kiroho kama ibada. Kuna makanisa mengine zile sanamu zimewekwa kanisani, zimewekwa mbele namna ile, na watu wakiangalia wanapiga magoti, wanasujudu sawa na sanamu, labda yule Mama Maria wa kuchonga, wamemtengenezea goroto, watu wanaenda wanapiga magoti, anasali. Ni kufuru, ni dhambi, na watu namaya hawezi kumwona Mungu. Yeah. Nimekusikiliza kwa makini na kuna kitu uligusia, ilikuwa ni mapema sana kabla sijaelekea kukuuliza swali hilo muhimu kwelikweli. Uligusia kuhusiana na maisha, historia ya huyu mtu ambaye aliteuliwa kuigiza. Singependa kutaja jina lake, lakini huyu aliyeigiza hii movie kama Yesu alikuwa mtu wa namna gani kabla? Kwa sababu wakati nafuatilia mambo mbalimbali, niliwahi kupata muda wa kufuatilia pia historia yake. Ni moja kati ya waigizaji wazuri ambao waliwahi kuigiza movie tofauti ukitoa movie ya Yesu mwaka 79. Lakini mtu huyu amewahi kuhusishwa pia na baadhi ya vitu ambavyo sasa utatuambia, sijui kama ni rasmi au haikuwa rasmi. Wakati fulani iliwahi kutoka habari moja kwamba ilikuwa ni behind the scene kwamba aliwahi kuhusishwa na uvutaji wa sigara, lakini pia nikiwa naendelea kufuatilia zaidi, inaonekana pia aliwahi kucheza movie yenye maudhui ya ngono hapo awali, lakini aliendelea kucheza. Kuna movie moja pia aliwahi kufanya, ilikuwa inaitwa The Monster Club, kitu kama hicho. Sina kumbuka ya kutosha, kile ambayo kufanya movie pia kama hiyo. Yale maudhui ukiyatazama unasema huyu kama inakweje? Sasa kilizingatiwa nini? Watu wengine walikosekana au la? Lakini pia ukiangalia maandiko katika kitabu kile cha Luka sura ya 7 mstari wa 33 na 34, Yesu mwenyewe anasema, na ni kama vile huyu mwigizaji wa hii filamu alibeba uhalisia wa maisha ya Yesu, na hizi tabia zinashabiana na Yesu kwa kiasi gani? Unaweza kusoma tu ile Luka 7 mstari ule wa 33 na 34. Tunaona pale kuna kitu, labda hizi tabia zimetoka wapi? Labda amekop au ni nini? Oja tusome kwanza Luka hiyo naisema, Luka sura ya ngapi? Ya 7 mstari wa 34 na 34 na 35. 33 na 34. Anasema, kwa kuwa Yohana Mbatizaji alikuja hali mkate wala hanywi divai, nanyi mwasema ana pepo. Mwana wa Adamu amekuja na kula na kunywa, nanyi mwasema tazama mlafi huyu na mnywaji wa divai, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi. Na tumeona hapo kulikuwa na lawama. Yohana Mbatizaji alikuwa hanywi na akaitwa bila Yesu anasema akaitwa nani hapo? Akaitwa ana pepo. Akaitwa ana pepo. Lakini Yesu anasema mwenyewe kwamba yeye anakunywa na anakula, lakini pia akaitwa na mlevi. Tunaona pia huyu mwigizaji ana hizo tabia. Tunataka sasa, ana tabia zingine pia ambazo sasa nataka kujua, alifanikiwa kufanya mazoezi na kuwa na tabia kama Yesu katika kila eneo au ni nini? Kwa sababu naona kuna baadhi ya vitu najiuliza, sipati majibu. Kwa nini alikuwa yeye na asiteuliwe mtu mwingine tu ambaye aidha ni mtumishi wa Mungu kwa muda mrefu? Nini kilizingatiwa? Kwanza hakuteuliwa kwa maana aliteuliwa kuigiza
Hapana. Kwa hiyo haukuwa mpango wa kanisa? Hakuwa mpango wa kanisa, wala haihusiani na kanisa fulani kwenye uigizaji ule. Labda niseme hivi kabla sijarudi huko, kwamba Mungu anaweza akatumia kitu chochote, hata kama ni kiovu, hata kama chenyewe hakina uzima wa milele, lakini akatumia kitu hicho kuokoa watu. Inawezekana. Kuna majambazi fulani hivi Marekani. Unajua injili ya Marekani ndio na injili ya kwetu ni fedha. Okay. Kwamba wanapoandaa ukumbi wote, uwanja wote, kiingilio ni fedha. Hawa majambazi walibuni mfumo wa kuiba. Waliona kwamba watu wa Mungu wakienda mahali kuhubiri wanakusanya fedha na wala hawapatiliwi. Kwa waliamua kufanya mkutano jimbo la Hoa mbali sana. Kule wakatafuta organizer, wakazungumza na wachungaji na nini, lakini wao lengo lao ni majambazi. Wanataka kukusanya hela kwa njia ambayo hawatakuwa na mashaka yoyote. Kwa hiyo wakaandaa mkutano mzuri, wakaweka matangazo ya mkutano wa injili na kiingilio kwenye kile kiwanja. Wakaandaa waimbaji. Itifaki yote kama imezingatiwa. Nani atahubiri, nani atafanya nini. Lakini ilipofika siku ya mkutano, walipomaliza waimbaji na yule sasa anayemkaribisha mhubiri kwenye timu yake, walipopangana, walipomkaribisha mhubiri, kile kitendo cha mhubiri kusimama na kusema haleluya, kuna miujiza itatendeka, watu walianza kupona. Akaona miujiza mikubwa inatendeka, akawa anashangaa mwenyewe kinachotendeka. Yule ambaye alikuwa ni approacher au cha ajabu ni kwa wakala wa huo mjambazi, cha ajabu ni kwamba ile miujiza ilimtengenezea hofu ya kuiba, kutekeleza nia, na hofu ile sasa ilipelekea yeye kuokoka. Saa ile ilibidi apige magoti. Sasa wale wachungaji wanashangaa, inakuaje huyu anapiga magoti mhubiri? Na hapo watu kule vilema wameinua baskeli, wameinua magongo yao. Mungu aliachilia uponyaji usiokuwa wa kawaida. Lakini hawa lengo lao ilikuwa ni kuiba, ni kusanya pesa kwa njia rahisi. Na yule jamaa aliyejifanya ni mhubiri ibidi akiri kwamba sisi sio wahubiri. Lengo letu lilikuwa ni hili, tunamtaka huyo Yesu. Oh, haleluya. Ilikuwa fantastic sana. Na wale wenzake, ile timu ya wenzake nao wakapiga magoti. Jamani, sisi ilikuwa ni 1, 2, 3. Lakini waliendelea, Mungu alikipewa kile, waliendelea kuhubiri wakati mwingine. Kwa Mungu anaweza kutumia kitu chochote kiwa kina nia gani. Sasa nirudi kwa huyu ndugu mwigizaji. Huyu mwigizaji kwanza hakuwahi kuokoka. Anaitwa nani? Anaitwa Brian Deacon au Deacon. Huyu ni Mwingereza, lakini asili yake ni Myahudi. Babu zake ya Wayahudi, ila yeye amezaliwa Uingereza. Huyu ni mwigizaji kutoka kikundi cha Hollywood ya maisha ya Yesu. Alipoitazama ile filamu alilia sana. Alijishangaa kwamba ni yeye aliyeigiza afa anaishi maisha ya uovu. Aliamua kuokoka na hakudumu, akafariki. Kwa maisha ya wokovu hakuyafaidi. Kwa sura yake ya maisha yake ikaishia hapo. Mpaka sasa ni marehemu, hayupo. Filamu zake kwenye filamu ya ngono sina uhakika, siwaiona, ila najua kwamba ameigiza filamu nyingi. Hiyo nyingine umeisema ni kweli, ilikuwa na maudhui ya ngono, lakini maisha yake yalikuwa ni mtu mpagani. Sasa alichokiigiza kilikuwa ni kitakatifu, ni kizuri. Mungu aliachilia neema. Ilikuwa ni injili
wameigiza watu wengi, kuna zile The Passion, lakini hailingani na filamu ya Brian. ya Brian. Ni ya namna yake, ameigiza uhalisia wa Injili, uhalisia wa Injili ya kitabu cha Luka. Huyu Brian ilikuwa ni wazo lake binafsi au alipewa oda ya kucheza filamu hii kutoka kwa? Ilikuwa ni wazo lake binafsi, ila yeye alianza kushirikisha, na kushirikisha kwake alikutana pia na watumishi wa Mungu. Mimi nina wazo hili, je, naweza kufanya? Naweza kufanya? Kwa alichoambiwa ni kwamba asitoke kwenye lengo, na asiingize kitu kingine nje na maelezo ya maisha ya Yesu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwa yeye ni mwigizaji tu na amepata pesa nyingi na ile filamu imemtajirisha sana. Kumradhi, kama unaendelea kufuatilia kipindi hiki na ni mara yako ya kwanza kabisa, kipindi ni Kiti cha Busara. Tuko hapa kujadili kuhusiana na filamu iliyoigizwa kwa muktadha wa maisha ya Yesu. Je, filamu hii imeleta matokeo gani kwenye kizazi cha Wakristo, lakini hata watu wengine pia, lakini pia tunaangazia zaidi kuhusiana na kwa maana ya athari chanya na athari za hii filamu kwa ujumla wake. Kama uja subscribe akaunti yetu ya Alama Global, ninaomba ufanye hivyo ili uendelee kuwa kwanza kupata tuliko habari zetu. Ni ruhusa sasa kuweza kuweka comment yako, kushare, ili kusudi watu wengi tuweze kuelimika kuhusiana na hiki. Niko na mgeni hapa, Apostle George Ngonela kutoka Penuel Miracle Center, huduma hii ya mitume na manabii. Nilikuwa nawakumbusha wapenzi watazamaji, kwa sababu tumezungumza kwa muda mrefu na sijawahusisha kwenye mazungumzo. Naam, ulikuwa unaendelea kuongea kitu, endelea. Nilikuwa nasema kwamba Mungu aliachilia neema kwenye wazo la Brian na aliweka uvuvio mkubwa. Nguvu yake ilikuwa kubwa kwenye wazo lile la kuigiza ile filamu, na neema ile imemletea Yesu na milioni ya watu, kama sio mabilioni ya watu, tangu mwaka 79 mpaka leo, na hakuna filamu iliyowahi shika nafasi kupita kuvunja rekodi, na ni filamu ambayo imetafsiriwa sasa kwenye lugha mbalimbali, lugha takriban 2000 duniani kote. Yes. Na kila lugha utakapoisikia utaisikia nguvu ya Mungu ndani yake. Inawezekana watu sasa ndo wamefikiri ndiyo Yesu, kwa sababu jamaa ana lugha ya upole, ana lugha ya upendo. Hata ukitazama action zake, ukisoma na maandiko, ni kama ni Yesu mwenyewe. Yaani uhalisia wa lile neno ameriishi. Kwa hiyo huenda Yesu alikuwa ndani yake. Yes, hata kama ni mwovu, kwa sababu Yesu huwa anaangalia kusudi. Ni hivi niseme, neno limesema si wote waniitao Bwana Bwana ambao wataona uzima wa milele. No. Wengine watasema tuliponya, tuliokoa watu, tulifanya miujiza. Alafu Yesu atasema siwajui. Kwa nini atasema siwajui? Haimaanishi kwamba walifanya miujiza kwa jina la Shetani au walikuwa wanafanya unabii feki, wanafanya uponyaji feki. Ni kusudi. Mungu analitazama neno lake apate kulitimiza. Tunaposema Yesu anaponya, ni kweli Yesu ni mponyaji. Wakati huyu anakuja ni mgonjwa, amesikia neno kwangu kwamba Yesu anaponya, na yeye ameamini kwamba nitapona, nimwendee huyo Yesu. Kitendo cha kuja kwangu na kusema huo ugonjwa unao Yesu anakuponya, na kweli Yesu anaponya. Sasa Yesu hajipingi kwenye neno lake,
anakwenda na lile neno kuachilia uponyaji wake kwa yule mtu. Ndio maana Yesu wale wanafunzi alipowatuma wale 70 wawili, miujiza ilipotendeka, waliporudi walijisifu sana, sema Bwana, tulipokwenda pepo anatutii, miujiza imetendeka. Yesu akawaambia hivi, msifurahi kwa sababu ya mapepo kuwatii, furahini kwa sababu ya majina yenu yameandikwa mbinguni. Nalimuona shetani akianguka kama umeme. Inacho kwamba kumbe aliyefanya miujiza kule hawakuwa wale, alikuwa ni Yesu. Kesho yake walipokwenda, Yesu alipoondoa nguvu zake, walicheza na ile ngoma ya mgonjwa mwenye safura toka asubuhi mpaka jioni, mpaka wakachoka hoi, mpaka ule baba ule kijana akawashtaki, wanafunzi wako toka asubuhi hawajaweza. Yesu akasema, nitakaa nanyi kizazi kisichoamini mpaka lini? Mleteni kwangu. Kwa nini Yesu kwa kwamba kumbe anayeponya ni yeye. Mimi ni chombo, ni kinywa, ni mikono tu yake, lakini ninapaswa kuangalia maisha yangu binafsi, mahusiano yangu binafsi, kwa kwamba watu wanapona sio issue. Watu wanapokea miujiza sio issue. Uhusiano wangu na Yesu ukoje? Je, leo akija nitaambatana na hii miujiza? Ndio maana atasema si ninyi ondokeni kwangu. Ni kweli watu walipona. Sasa watumishi wa Mungu wengi waweza kukaa kwenye miujiza na uponyaji wakajihesabia haki, wakaacha kutengeneza maisha yao na Mungu. Kwa Brian pia Mungu aliangalia maudhui kusudi, kwa akaachilia neema na nguvu yake. Kwa hiyo sasa ile imekuwa hivyo mpaka sasa. Si vibaya kuitumia kwa kufundisha, lakini haimaanishi waambie watu yule ndiye Yesu, au chukue ile picha na kuanza kuiabudu watu na kuacha imani yao kwa Yesu wakaweka kwenye ile sanamu. Kwanza alishakufa, hajafufuka mpaka leo, hawezi kufufuka kwa sababu yule sio Yesu. Atafufuliwa na Yesu. Kwa maana pamwisha akasema, naomba nileteni hiyo filamu niitazame. Alipotazama na maisha nayo yaisha kuta ni vitu viwili tofauti, aliamua kuokoka. Kwa mtumishi wa Mungu George Ngonela, hatuwezi kuona kwamba wazo la Brian, mwigizaji wa muktadha wa maisha ya Yesu, ndani ya lile wazo kulikuwa na wazo la kibiashara, kwa sababu ameishi kwa takriban zaidi ya miaka 45 pasipo kuokoka. Akiwa anakaribia kufa ndipo akaona vema aokoke. Kwanza sio miaka 45, ameokoka akiwa na miaka 82 aliyofia. Tunaangalia mwaka 79 ndio amerelease kwenye kuigiza, kwamba yeye amefuatilia zaidi kujua ilichukua muda gani kufanya. Maisha hayo yote alikuwa hajaokoka, aliendelea na maisha mengine na movie zingine, lakini ile ilikuwa ndo imeshika biashara yake. Ndio, kwa sababu alicheza movie kama 4 mpaka 5 baadaye, ambazo zilifanya vizuri sana, kwa tofauti ya miaka mitatu, kitu kama hicho. Kwa hiyo alikuwa na wazo la kibiashara, lakini wazo likaongofya watu wengi kweli kweli. Ndio. Kwa hiyo huenda ni sehemu ambayo Mungu aliingilia ni kwenye biashara, ni kwenye fedha, lakini matokeo yake yakawa ni double, kwamba yeye alipata fedha lakini Mungu alipata watu wake. Ndio. Kwa kwake pia kwenye kule kuigiza haikuwa dhambi kwenye maisha yake, alipata neema ya kupata fedha, lakini kwenye wazo hilo Mungu amejipatia utukufu. Ukiwa Mkristo ambaye uko very serious na Mungu, unaruhusiwa kufanya kazi ya uigizaji. Kuigiza sio dhambi. Unaigiza nini? Maisha tu ya kawaida. Ndio amesema kuigiza sio dhambi, ila unaigiza nini? Unachoigiza kinapa Mungu utukufu? Ishu ni kwamba unachoigiza
Mungu anachukua nini? Nimewahi kuwa nasali kanisa moja miaka kadhaa iliyopita kule jijini Dar es Salaam, lakini mle ndani tulikuwa tunasali na baadhi ya celebrity fulani ambao ni waigizaji wa tasnia yetu hapa nchini. Nikawa najiuliza hawa watu wameokoka hawa na wanafanya kazi ya uigizaji, hii kiroho imekaeje? Walikuwa wanaigiza mambo tu ya kawaida, hizi filamu za kawaida unazoziona na huwezi kuamini wale watu bwana wanasali na wanamjua kweli Mungu, lakini nataka kujua sasa kiimani kazi hii inaruhusiwa, ili kusudi watu wengine ambao wana vipaji kwenye makanisa yetu basi waone vyema kufanya hivi na wasipate kizuizi chochote. Hebu tuangalie kwamba hii ni studio, lakini hii ni biashara, hii ni kazi. Lakini mkurugenzi wa hii studio ni mtumishi wa Mungu. Je, kukiwa na mkutano wa kisiasa akienda kushuti atakuwa amefanya dhambi? Je, kukiwa na watu ambao wanarekodi maisha ya kawaida tu, Wanacheza filamu kwa mfano, wanacheza filamu au muziki wa kawaida, je, kwake yeye anayeshuti kuna dhambi? Ukifungua duka utauzia walokole peke yake? Peke yao? Utakuwa unauliza hii pesa mmeitoa kwa mganga au? Jibu ni hapana. Unatoa huduma kwa mtu aliyeokoka, kama kwa sababu Mungu ndiye anayeweka vipaji. Kila mtu anapozaliwa Mungu humpa kusudi la kufanya, na kusudi hilo ni kwa ajili ya kukuletea manufaa kwenye maisha yako. Mwingine hawezi kuwa mfanya biashara, Mungu ana kipaji cha kuimba. Mwingine ni mcheza mpira. Kwani kucheza mpira ni dhambi? Kwamba wale wacheza mpira hawawezi kuokoka? Dhambi inakuja kama anacheza mpira anachanganya na miungu mingine. Lakini mpira ni mbinu za kucheza miguuni kwake, namna gani Mungu amempa kipaji, weniko kwenye miguu yao. Mwingine amezaliwa ni mtumishi wa Mungu, mhubiri. Mimi nikihubiri napata sadaka, ni maisha yangu yanaenda. Watoto wangu wanasoma kwa sababu ya kipawa na huduma ambayo Mungu amenipa. Hii suti nimevaa imetokana na kazi ya Injili. Kwa hiyo ninafanya biashara, ninafanya huduma, na ni yake Mungu ananilipa. Sasa kwa nini naweza kusemaje kwamba kuigiza sio dhambi? Ili unachoigiza Mungu anachukua utukufu. Sababu pia hata shetani huko anaweza kaleta cha kwake. Mfano, wewe unaigiza masuala ya ngono, Biblia imeruhusu. Wewe unaigiza kulewa, unakunywa na ile pombe, wakati pombe ni dhambi. Kwa hiyo unakuwa mwigizaji, lakini kipawa chako unakitumia vibaya. Lakini ukiigiza kwa kufundisha jamii na mambo mbalimbali, si vibaya, na mbinguni unakwenda na zaka utoe. Naam, alikuwa ni Pastor George Ngonela Mtume na nabii huyu kutoka huduma ya Penueli Miracle Center hapa Tunduma. Alikuwa akijibu swali lilohoji kuhusiana na faida na hasara zinazotokea baada ya maisha ya Yesu kuigizwa na moja kati ya mwigizaji mahiri kwelikweli, ndugu Brian ambaye hivi sasa tunaye tena duniani, raia wa Uingereza ambaye aliwahi kufanya vizuri sana kwenye filamu ya Yesu. Mimi sina la ziada hapa studio, maana tumezungumza mambo mengi sana. Nitaendelea kumuita, lakini pia tutajadili mada hii kwa kina zaidi. Nikusihi tu uweze kuacha komenti yako hapo chini kama tunaweza kuendelea kujadili mada hii, lakini pia kushare kipindi hiki ili watu wengi zaidi waweze kukiona. Kubwa zaidi, usisahau kusubscribe na kuwaambia zaidi watu wengine kuhusiana na habari za kipindi hiki, lakini pia habari za Alama Global ambayo hivi sasa inafanya vizuri kabisa kwenye vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea hapa studio.